Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha Yanga. Nimekusogezea hapa yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa mara baada ya kikao kile ambacho kilichofanyika, ambacho kilikuwa kikiwakutanisha Young Africans, Simba Sport Club pamoja na TPLB pamoja na TFF kujadili kuhusiana na dabi ya Kariakoo kuahirishwa kwake Machi 8, 2025, na kile ambacho wameweza kukiadhimia kwenye kikao hicho. Nitakwenda kukuweza kujuza yale yote makubwa ambayo yamejadiliwa huko kwenye hicho kikao. Hii hapa ni Wina Media, ndo nakukumbusha kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba taarifa ni nyingi ambazo zitakuwa zimekupita. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye sehemu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans pamoja na Simba Sport Club. Mimi nimekusogezea yale ambayo yaliweza kujadiliwa kwenye kikao cha Waziri Kabudi kuhusiana na issue ya dabi ya Kariakoo na kile kilichoweza kutokea. Vipi waliweza kupata mwafaka? Tutakwenda kujua mwanzo na mwisho mwa taarifa hii. Baada ya mchezo kuahirishwa, Yanga kushikilia msimamo wake kwamba haichezi mechi nyingine dhidi ya Simba bali inataka kupewa pointi 3. Ndipo waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi alipoitisha kikao na viongozi wa shirikisho la soka Tanzania TFF, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, klabu ya Yanga na Simba ili kutatua mgogoro uliopo kwa sasa. Swali ambalo huko mtaani mashabiki wanajiuliza ni kwamba hiyo mechi ya Kariakoo Derby ipo au haipo. Hivyo ni baada ya kuahirishwa kwa mchezo huo namba 184 wa ligi kuu bara kati ya Yanga na Simba uliopangwa kufanyika Machi 8, 2025, kabla ya kuahirishwa na bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB. Baada ya mchezo huo kuahirishwa na Yanga kushikilia msimamo wake kwamba haichezi mechi nyingine dhidi ya Simba bali nataka kupewa pointi 3, ndipo waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi alipoitisha kikao na viongozi wa shirikisho la soka Tanzania TFF, bodi ya ligi kuu ya Tanzania TPLB, klabu ya Yanga na Simba ili kutatua mgogoro uliopo. Kikao hicho maalum kwa ajili ya kujadili mustakabali wa mchezo huo wa Kariakoo Derby kilifanyika Alhamisi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, Tanzania. Yanga yatoa msimamo wake baada ya kikao cha kwanza kilichohusisha viongozi wa Yanga ili kushuhudiwa vigogo wa timu hiyo wakitoka saa 9:21 alasiri, ambapo wengi waligoma kuwa wazungumzaji sana, wakimwachia Engineer RC kusema lolote. Huku baada ya kikao cha kwanza kilipoweza kumalizika, RC amesema wamekuwa na kikao kizuri na wizara hiyo chini ya Waziri Kabudi. RC amesema kikao hicho kilikuwa maalum kwa ajenda ya mchezo namba 184 ambayo Yanga inatarajiwa kucheza dhidi ya Simba. Uongozi wa Yanga tukiwa kamili na kamati yake ya utendaji tumeonana na mheshimiwa waziri, naibu waziri, katibu mkuu, naibu katibu mkuu na mwenyekiti wa baraza la michezo taifa. Klabu ya Yanga imepata nafasi ya kufikisha yale ya msingi kabisa kutokana na mchezo ule, na baada ya kufanya hivyo, dhamira ya wizara ilikuwa ni kutaka kusikia kipi kinatoka kwa uongozi wa Yanga. Sisi kama viongozi, jukumu letu ni kusimamia maslahi ya taasisi yetu, ambao taasisi yetu inasimamia wanachama na timu kwa ujumla. Kwa hiyo tulikwenda kufikisha ujumbe wetu kuhusiana na msimamo wetu kama taasisi. Waziri na timu yake ikatusikiliza na wakapata ya kuuliza maswali na tukawajibu. Waziri amekuja na mwanzo mzuri akituambia nafasi hii sio kwamba ni eneo la kufanya maamuzi, isipokuwa ni nafasi ya
kutafuta suluhu ya juu ya tatizo lilotokea na akitaka kujifunza kutoka kwa Yanga nini hasa kimetusibu. Tumeweza kufikisha yote ambayo tulistahili kuyafikisha kama viongozi ambayo yanabeba ujumbe wa kama kamati ya utendaji na ujumbe wa wapenzi na mashabiki wetu nchi nzima. Ujumbe huu umemfikia waziri wa timu yake, wameupokea, tumewaachia waufanyie kazi na tumekubaliana tutakuwa na vikao endelevu ili kupata suluhu la jambo hili. Nichukue fursa hii kuwaambia wanachama na mashabiki wa Yanga, sisi tupo hapa kwa ajili ya kusimamia maslahi ya klabu yetu. Ni watoe hofu kwa namna yote kwamba viongozi wao ni imara na wako hapa kwa ajili ya kusimamia maslahi ya taasisi. Wakae kwa kutulia, suluhu itakayopatikana tutarudi kwao kuwajulisha, alisema Hersi. Wakati hayo yakiendelea, taarifa za ndani kutoka katika kikao hicho zinabainisha kuwa Yanga wamebaki na msimamo wao ule wa kutocheza mechi nyingine dhidi ya Simba, bali wanataka kupewa pointi 3. Hata hivyo, taarifa hizo zimebainisha kwamba Waziri Kabudi amewaambia viongozi wa Yanga kikao hicho si kwa ajili ya kufanya uamuzi, bali ni kusikiliza pande zote kabla ya kuangalia uwezekano wa kupata suluhu. Unaona bana, ambapo kila mmoja ameweza kushuhudia kile ambacho kilichoweza kutokea, huku mashabiki wa klabu ya soka Young Africans ambao walikuwepo nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa wakiweza kusema kwamba msimamo wa klabu yao ni hawachezi mechi nyingine na klabu ya Simba. Lakini taarifa hiyo ikatolewa pia na afisa habari wa klabu ya Young Africans. Hapa nazungumzia huyu si mwingine bali ni hapa nazungumzia Ally Kamwe. Yeye kama ambavyo alivyoweza kuzungumza, anasema kwamba msimamo wa klabu uko pale pale, hakuna kilichobadilika. Wapenzi na wanachama wa klabu ya Yanga hapa visiwani Zanzibar, kuwa hadi sasa msimamo wa klabu ni ule haujabadilika, na tumeshauwasilisha kwa waziri na mamlaka za mpira kwamba Yanga hawachezi, unaona bana, hawachezi mchezo wote. Lakini taarifa nyingine kubwa uko unaambiwa pengine engineer anataka kuweza kutibua mambo kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Unaambiwa kama sikosei, kwa mara ya mwisho kumshuhudia katika kiwango bora kabisa dhidi ya KMC ambayo ni Novemba 6, 2024, lakini baada ya hapo Edwin Barua ni kama amepotea kabisa. Barua akianza vizuri safari yake ndani ya kikosi cha Simba, lakini kadri muda unazidi kusogea ndivyo ambavyo nyota huyo anazidi kupoteza kabisa nafasi katika kikosi cha kocha Fadlu Davis. Kumbuke huyu ndiye mchezaji wa Simba Sport ambaye anamvutia zaidi rais wa klabu ya Yanga, Hersi Said. Sijui kipe kimemsibu Barua kiasi cha kutopata nafasi kwenye kikosi. Hata leo imethibitishwa kuwa ameachwa kwenye safari ya Misri kwa sababu za kiufundi. Vipi? Unaona bana, unamtizama Barua anaweza kucheza Jangwani iwapo wananchi wakiamua kumsogeza katika kikosi chao, kwa sababu ndio mchezaji pendwa anayevutiwa na rais wa Young Africans Engineer Hersi. Tusubiri kuweza kusikia ni yapi ambayo yatakayoweza kujili kwa hayo ambayo nimekusogezea. Weka maoni yako hapo chini katika upande